elimu shuleni, aidha uko level, aidha uko advance au uko chuo, namna gani ya kuenenda ili mwisho wa siku uweze kutimiza ndoto zako. Yes, ndio maana kama ukiangalia kwenye ile slogan yetu tunasema kwamba every student every dream for the glory of God. Hakuna mwanafunzi ambaye ana ndoto isiyokuwa na thamani. So kila mwanafunzi, kila ndoto ni kwa utukufu wa Mungu. Bwana. Karibuni sana. Asante sana, nashukuru. Labda tukianza moja kwa moja, ni mambo gani muhimu kijana anapaswa kuzingatia kabla ya kuanza safari ya chuo kikuu ama vyuo vya kati? Yes, asante sana Jennifer, swali zuri sana. Jambo la msingi sana ambalo mwanafunzi ambaye anatarajia kuanza chuo aidha cha kati au chuo kikuu anataka kufanya vitu gani? Cha msingi kabla ya yote tunasema kwamba lazima uendelee kumtegemea Mungu, kwa sababu Mungu ndiye ambaye anajua wapi unatakiwa uende kusoma, kwa sababu unaweza ukaja umechaguliwa chuo zaidi ya 5 au 4. Sasa je, unakwenda chuo gani? Sehemu gani? Kwa Mungu anajua kwa kusudi lako unatakiwa uende chuo fulani, kwa sababu unapokwenda huko ameshakuandalia watu ambao ni sahihi kwa ajili ya kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Na jambo la pili pia, ukishafika chuoni tunasema kwamba lazima upambane kujitambua. Ukishajitambua wewe ni mtu fulani, maana yake ni lazima ujue mambo fulani kwamba mimi hayanitakiwi kuyafanya. Umeshanipata mpaka pale. Na jambo lingine pia, kwa mfano unajua lazima kuna vikundi vya dini mashuoni. Za dini, kuna taasisi kama watu wa tunasema kuna watu wa TAKUKURU. Sasa lazima ujiunge nao kwa lengo kubwa la kutengeneza mazingira ambayo wewe hautakuweza kuchanganyana na watu ambao sio sahihi. Kwa kweli nadhani nianzie kwa hapo. Na tarehe 3 mwezi wa 11 wanavyuo wote wanaelekea vyuoni. Labda pengine kwa mwanafunzi labda anatakiwa ajipangaje ili kuanza masomo yake? Ukiangalia pia ametoka advance ndio anaelekea sasa kwenda kusoma kile ambacho alichojifunza mbali. Mfano mtu mwingine alisoma mfano alikuwa na CBG, HKL kule, sasa mfano anaenda kusomea kitu kingine, ila inaendana pia na masomo ambayo ameyasoma kule advance. Yes, asante sana. Ni kweli hata mimi ni mmoja wa watu ambao nilipata hiyo changamoto, kwa sababu nimesoma science advance na nitenyewe kuwa daktari. Lakini ya Mungu ni mengi. Ni leo hii nimesoma computer science chuo cha Wasibu Arusha. Sasa ili nataka nizungumze mahali hapa ni kwamba unapokuwa umeshapata kozi ya kusoma, tambua kwamba sio kwa ajili yako. Kwa kama umepata hiyo kozi, muulize Mungu, je, why mimi niko hapa? Ninatakiwa nikafanye kitu gani? Kwa sababu ninapokuwa nimefaulu, faida ya kwanza ni kwa ajili ya Mungu. Faida ya pili kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Faida ya tatu kwa ajili ya ndugu zangu ambao wamefanya wamezunguka. Nje na hapo tunasema utajiri wako ni bure. Amina jamani. Na kingine cha msingi hapo pia ni kutenda mazingira ya kuuliza watu ambao ni sahihi, kwa sababu unapokuwa kwenye fellowship za vioni, kuna ambao wanasoma hiyo kozi. Kana muulize sasa, unasoma kozi fulani, hivi unahisi ni mambo gani ya msingi yanatakiwa niyafanye? Kwa sababu tunasema kwamba usipojua vitu unaweza kukosa kufanya. Ukishakuwa umeambiwa, ni rahisi kufuatilia kufanyia kazi. Ni kweli utandawazi huo inaharibu na vyuo? Naweza kusema kwamba ni 50 kwa 50. Inategemea na wewe sasa unatumia wakati gani, kwa sababu unaweza kuwa unafanya vitu kwa lengo la kujijenga au kusaidia jamii. Mwingine changamoto ni pale ambapo anakuwa anaingia kwa lengo la kufanya vitu ambavyo ni kinyume na utaratibu wa kisheria. Yes. Labda ni changamoto zipi za kawaida wanafunzi hukutana nazo chuoni na zinaweza kuepukika? Changamoto kubwa ambazo wanafunzi wanakuwa kukutana nazo chuoni, jambo la kwanza ni masuala mazima ya kwanza, anaweza kukata tamaa. Na yanatokea pale ambapo anafika hatua anaona kuna msaada. Kwa mfano mtu mwingine amekosa fedha, hasa akiangalia anakosa nguvu, anakata tamaa. Jambo lingine pia ni wanafunzi kuingia katika mahusiano ambayo sio lazima. Na changamoto ile ile tu, amekosa nini? Fedha. Mwisho wa siku sasa nitaponea wapi? Anaye mahusiano ambayo sio lazima. Na jambo la tatu ambalo sio lazima ni mtu anaanza kuiga maisha. Unashangaa mtu maisha kwao yamekuwa soma ni mtajiri sana, lakini anafika chuo anaanza kuishi maisha ambayo sio ya kwake. Lengo ni kwamba tu awafurahishe wanaokuwa wanamtazama na sio kwa ajili yake yeye. Na mwisho ndio. Kwa maoni yako, ni vipi kijana anaweza kutumia ipasavyo miaka yake ya chuo kujijenga kimaadili na kitaaluma? Yes, asante sana kwa swali zuri. Namna nzuri ya kijana kujijenga kwa swala zima la taaluma yake
ninamshauri kijana ambaye anakwenda kujiunga na chuo cha kati au chuo kikuu, ni lazima moja kwa moja pale pointi ya kwanza ni kumtegemea Mungu. Kwa sababu ukiwa na Mungu, yeye ndo ambaye atakusaidia kuyahandle maisha ya chuo. Chuoni kuna pressure sana. Hasa ukikuwa na pressure, maana yake lazima uwe na ambaye anabalantisha pressure. Ni nani? Ni Mungu. Mungu ndo anajua kwamba huyu mwanangu siwezi kumpoteza, nifanyaje? Anakuhandle vizuri. Mwisho wa siku unashangaa umefika eneo ambalo ni vizuri. Na jambo la pili pia, mwaka wa kwanza unapokuwa umeanza chuoni, hakikisha tunasema kwamba unahudhuria vipindi bila kukosa, kwa sababu unapokuwa unahudhuria vipindi unatengenezea confidence, unajipa imani, unajipa nguvu. Mwisho wa siku unakuwa huwezi kuwa na mashaka mbele na mtu ambaye hajakuwa akiingia darasani. Na jambo lingine pia, epuka makundi ambayo sio mazuri, kwa sababu vio kuna kila aina ya watu. So hakikisha kwamba unakuwa na watu ambao ni sahihi, ambao kweli hawa ni lengo kubwa ni kutimiza ndoto zako. Na jambo la kumalizia la msingi sana pia, ukiwa kwenye vioni, nasema kwamba usifanye swala la dharau. Dharau sio nzuri, especially kwa walimu. Walimu ndio wamebeba hatima ya maisha yako. Hasa unapokuwa umemfanyia ziaka lengo tu, wanafunzi wako kusema ujembe, najua sio sawa. Kwa cha msingi sana ni shauri kwamba kuwa mtaratibu, kuwa mnyenyekevu, na Mungu atakusaidia sana. Na msikilizaji wa Save FM, huyo ni Mr. Neema Nixon ambaye anatoka taasisi ya Hope for Student Tanzania, ambao wako hapa leo hii kwa ajili ya kuzungumza na wewe mwanachuo ambaye pengine unajiandaa kwa namna moja ama nyingine kujiunga na chuo, iwe ni chuo cha kiserikali, iwe ni chuo binafsi. Bwana, elimu hii inatakiwa ikuhusu. Neema, nimezungumza mengi sana. Pengine mimi ndo mara yangu ya kwanza kujiunga na chuo